kwanza kabisa naomba nitambue uwepo wa Meja General Maurice Mbonimpa ambaye ni Kamishna Jenerali wa Uhamiaji kutoka Burundi, lakini naomba nitambue Kanali wa Polisi Malki Bariria. Yeye ni mtaalamu wa mambo ya mipaka, udhibiti wa mipaka, lakini na mambo ya uhamiaji. Ninaomba pia nitambue uwepo wa Kanali wa Polisi Bonaventure Mbyuvare ambaye ni mshauri mkuu wa polisi kutoka Burundi. Naomba nitambue uwepo wa Bwana Olivia Nibitanga ambaye yeye ni mkuu wa mkoa wa kiuhamiaji kutoka Rutana. Naomba nitambue uwepo wa Bibi Tantine ambaye na yeye pia ni mkuu wa uhamiaji kutoka mkoa wa Makamba. Lakini naomba nitambue uwepo wa makamishna wa uhamiaji kutoka Tanzania. Lakini pia nitambue uwepo wa wakuu wa mikoa wa kiuhamiaji kutoka hapa Tanzania, mkoa wa Kigoma, Dar es Salaam, Kagera, Rukwa. Naomba nitambue uwepo wa waandishi wa habari, maafisa wote waliopo, lakini pia tuna mwakilishi kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kuanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya na uhai tuweza kukusanyika leo kuja katika kikao hiki. Ni mkutano ambao ni muhimu sana. Mimi kwa niaba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Idara ya Uhamiaji Tanzania, napenda sana kukaribisha ujumbe unaoongozwa na Meja General Kamishna Jenerali wa Uhamiaji kutoka Burundi kukaribisha Tanzania. Lakini pia ninapenda tu kuweza kukumbushia mahusiano makubwa ambayo tunayo kati ya nchi yetu Tanzania na nchi ya Burundi, mahusiano ya kihistoria ya miaka mingi ambayo tumekuwa tukiishi nayo, na kikao hiki cha leo ni sehemu mojawapo kuenzi mahusiano mazuri yaliyopo kati ya nchi zetu mbili. Tanzania na Burundi imekuwa ni nchi ambazo zina mahusiano mazuri, na ukiangalia tumekuwa Watanzania wengi wanasafiri kwenda Burundi kwa shughuli mbalimbali, lakini pia wananchi wa Burundi wanakuja kwa wingi Tanzania kwa shughuli mbalimbali. Hii yote ni kuenzi mahusiano mazuri tuliyokuwa nayo. Katika kuenzi mahusiano tulionayo, swala la usalama ni la muhimu na namba moja ili kuweza kukuza uchumi wa nchi zetu mbili. Ukiangalia katika mahusiano tulionayo, yanaanzia pia katika mahusiano ya Afrika Mashariki, ambapo yanaruhusu pia protocol tulizonazo na ruhusu wananchi wa Tanzania na wananchi wa Burundi kusafiri kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine bila kipingamizi. Lakini pia mtu kutoka nchi moja kati ya hizi nchi mbili zetu tulizonazo kuja kufanya kazi au kuanzisha makazi katika nchi, lakini pia kwa kufuata sheria na kanuni na taratibu zilizowekwa. Lakini kama vile bado haitoshi, Global Compact for Migration ambayo pia inasisitiza sana raia wa nchi yoyote kusafiri kutoka nchi moja kwenda nyingine, kuhakikisha kwamba kunakuwa na utaratibu maalum, kunakuwa ni uhamiaji au usafiri wa usalama, lakini pia kwa kufuata sheria ili kuweza kukuza mahusiano kati ya nchi
na nchi katika mahusiano ya dunia. Kwa maana hii sasa, ili nchi hizi ziendelee katika nchi yote duniani, kwamba lazima kuwepo na uhamiaji unaodhibitiwa lakini unaowezeshwa kwa kutumia sheria, taratibu na kanuni. Siku zote tunaona katika dunia kukiwa na uhamiaji, masuala ya kiuhamiaji ni sehemu mojawapo katika dunia yote yanazungumzwa ili kuleta maendeleo. Kwa hiyo uhamiaji ukiwa umewekwa vizuri unaleta maendeleo katika nchi. Lakini uhamiaji usipowezwa kuwekwa vizuri na kudhibitiwa vizuri au kuwezeshwa vizuri, basi masuala ya uhamiaji yanakuwa hatarishi katika nchi yoyote. Sasa kwa kuzingatia jambo hilo, na nchi yoyote duniani wakati inaendelea kwenye uchaguzi mkuu, swala la uhamiaji limekuwa ni swala kubwa sana duniani katika nchi nyingi. Na kama tunavyoelewa, na sisi tunaelekea kwenye uchaguzi, swala la uhamiaji ni lazima pia liwekwe, tuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama na watu wanaotoka na watu wanaoingia wanafuata taratibu na sheria. Katika kikao chetu hiki, kama nilivyosema awali, mahusiano mazuri tulio nayo ya nchi ya Tanzania na nchi ya Burundi, imekuwa ni muhimu leo kuweza kufika hapa kuweza kudiscuss, kushauriana na kuweza kupanga mikakati muhimu kuhakikisha masuala ya uhamiaji katika nchi yanafanyika vizuri, kuhakikisha kunakuwa na usalama lakini unaleta maendeleo katika nchi zetu zote hizi mbili. Kwa hiyo leo tuna furaha, tumekutana na ndugu zetu kutoka Burundi, ambapo tutakuwa na kikao hiki kuweza kuimarisha mikakati ya kuongeza usalama na kuleta maendeleo kupitia katika masuala ya uhamiaji. Nina furaha kuwakaribisha ndugu zangu kutoka upande wa Burundi. Karibuni sana Tanzania, karibuni nyumbani, mjisikie mpo nyumbani, na kikao hiki katika majadiliano na tutafikia kwenye mpango mkakati ambao utaimarisha kwenye masuala ambayo nimetamka hapo awali. Karibuni sana na washukuru sana. Waheshimiwa nyinyi wote, mabibi na mabwana, jambo sana. Napenda kushukuru kwa dhati kwa ukaribishaji wa joto ambao umehifadhiwa kwetu kutoka airport mpaka hotelini. Tunajisikia kwetu hapa mjini mkuu mzuri wa Dar es Salaam. Nashukuru pia kwa kutualika kwa mkutano huu ili tujadili pamoja changamoto mbalimbali zinazopatikana mpakani wetu. Napenda tena kuashirisha salamu za rais wetu Meja General Evariste Ndayishimiye kwa mwenzake Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na kwa Watanzania wote kwa ujumla. Jinsi ulivyosema, Burundi na Tanzania tuna uhusiano mzuri kwa kihistoria kwa muda mrefu sana, na ndio sababu lazima tuendelee kudumisha uhusiano huu mpaka milele.
Mheshimiwa DG, jinsi ulivyosema, uhamiaji halali kwenye mipaka yetu inaleta changamoto, na ndio maana tulikuja hapa tuongee macho kwa macho ili tupate suluhishi ya kutosha, kwa sababu jinsi ulivyosema, kama watu wanatembea kiholela, wanaharibisha kibiashara, wanaleta mambo masio mazuri. Wakati niliona ile barua ya kutualika, nilipendelea magavana wakuje na sisi, kwa sababu wao ndo wanajua mengi kushinda sisi, kwa sababu watu wengi wanapitia njia mbalimbali na njia zenye hazijulikane. Sisi tunasema sana sana njia za panya. Nao sasa hao wa gavana ndo wanajua mengi. Tutasaidiana jinsi tunaweza kupata solution ya kudumu. Katika jamii yetu ya Afrika Mashariki tunazungumza kama watu wanapaswa kutembea vizuri, lakini kama mlivyosema, kutembea vizuri mtu anapaswa kuwa na vitambulisho. Tulishaona watu wengi wanatembea bila vitambulisho. Kuna wakati tulikuwa na vitambulisho tulikuwa tunaita ujirani mwema, lakini kwa sasa tunaona vimesimama kidogo, na hiyo sasa tutaendelea kuiongelea kwa kikao hiki. Wa gavana hapa, niko na gavana wa Rutana na gavana wa Makamba, wanasimamia wengine wa gavana, kwa sababu siku hizi tulikuwa na uchaguzi. Wengi wako mwa hiyo kazi ya changamoto ya uchaguzi. Au sasa wawili watasimamia wengine, kwa sababu mpaka wa Burundi na Tanzania tulikuwa na mikoa Makamba, Rutana, Ruyigi, Chankuzo na Muyinga. Kwa sasa hivi nyuma ya hii uchaguzi itakuwa mikoa miwili, kwa sababu hivi mikoa inapunguka. Itakuwa mikoa miwili tangu mwezi wa 7. Hii mwezi wa 7 tunaanza kesho. Mbele tulikuwa na mikoa 18, kwa sasa hivi inakuwa mikoa 5 wa nchi yote mzima. Ndio. Sasa ili swala jinsi mlivyosema, tulipenda tukuje tuikae macho kwa macho tuliongee, kwa sababu vikao vingi vilipitia kupitia Kigoma na ingine mikoa mbalimbali, lakini hiyo changamoto inaendelea. Sasa tunataka tuulize tufanye je ili hiyo changamoto iishe, kwa sababu jinsi mlivyosema, hii mambo inatuletea matatizo fulani. Tunapaswa sasa iishe. Kwa hayo yote tuko pamoja na tutaweza kulimalisha. Shukuru sana ndugu watangazaji. Leo tarehe 13 mwezi wa 6 2025 tuna kikao muhimu sana kati ya Tanzania uhamiaji na Burundi uhamiaji,
na kikao hiki ni kukuza mahusiano na ushirikiano katika masuala ya kiuhamiaji katika hizi nchi mbili. Tumekuwa na mahusiano ya kihistoria ya muda mrefu, na kama tunavyojua kwamba Tanzania sisi ni mwanachama wa EAC Afrika Mashariki, lakini pia na Burundi ni vile vile. Kwa hiyo katika kukuza mahusiano haya tunajua kwamba masuala ya kiuhamiaji, raia wa Burundi au raia wa Tanzania anavuka mipaka anakwenda nchi nyingine, kama jinsi ambavyo makubaliano ya vipo katika wanachama wa Afrika Mashariki, lakini kama pia akitaka kufanya kazi au akitaka kufanya makazi katika nchi mojawapo ya hizi mbili kutokana na mahusiano hayo. Lakini masuala ya uhamiaji yakitumika vizuri, tunajua kwamba yanaleta maendeleo katika nchi, kama vile tunavyoona utalii, uwekezaji, kufanya biashara na mambo mengine ya kijamii. Lakini pia masuala ya kiuhamiaji yasipoweza kudhibitiwa vizuri yanaleta hatari katika swala la kiusalama, kama tunavyoona katika nchi mbalimbali. Kwa mahusiano mazuri tulionayo kati ya nchi ya Tanzania na Burundi, leo tuko hapa kuweza kushauriana, kudiskasi kwa undani zaidi masuala ya kiuhamiaji, kuhakikisha yanakuwa salama na kuleta maendeleo, na ukizingatia sisi kama Tanzania tunaelekea pia katika uchaguzi mkuu mwaka huu Oktoba 2025. Tunawapongeza sana nchi ya Burundi, wao wamemaliza uchaguzi mkuu ukiwa una matokeo mazuri sana, uchaguzi ambao umeenda kwa usalama kabisa na mafanikio makubwa. Kwa hiyo leo na sisi tuko hapa kwa kujadili masuala kama hayo ili kuweza kufikisha mwisho na kupata matokeo mazuri. Asante. Shukuru sana ndugu watangazaji. Leo tarehe 13 mwezi wa 6 2025 tuna kikao muhimu sana kati ya Tanzania uhamiaji na Burundi uhamiaji, na kikao hiki ni kukuza mahusiano na ushirikiano katika masuala ya kiuhamiaji katika hizi nchi mbili. Tumekuwa na mahusiano ya kihistoria ya muda mrefu, na kama tunavyojua kwamba Tanzania sisi ni mwanachama wa EAC Afrika Mashariki, lakini pia na Burundi ni vile vile. Kwa hiyo katika kukuza mahusiano haya tunajua kwamba masuala ya kiuhamiaji, raia wa Burundi au raia wa Tanzania anavuka mipaka anakwenda nchi nyingine, kama jinsi ambavyo makubaliano ya vipo katika wanachama wa Afrika Mashariki, lakini kama pia akitaka kufanya kazi au akitaka kufanya makazi katika nchi mojawapo ya hizi mbili kutokana na mahusiano hayo. Lakini masuala ya uhamiaji yakitumika vizuri, tunajua kwamba yanaleta maendeleo katika nchi, kama vile tunavyoona utalii, uwekezaji, kufanya biashara na mambo mengine ya kijamii. Lakini pia masuala ya kiuhamiaji yasipoweza kudhibitiwa vizuri yanaleta hatari katika swala la kiusalama, kama tunavyoona katika nchi mbalimbali. Kwa mahusiano mazuri tulionayo kati ya nchi ya Tanzania na Burundi, leo tuko hapa kuweza kushauriana, kudiskasi kwa undani zaidi masuala ya kiuhamiaji, kuhakikisha yanakuwa salama na kuleta maendeleo, na ukizingatia sisi kama Tanzania tunaelekea pia katika uchaguzi mkuu mwaka huu Oktoba 2025. Tunawapongeza sana nchi ya Burundi, wao wamemaliza uchaguzi mkuu ukiwa una matokeo mazuri sana, uchaguzi ambao umeenda kwa usalama kabisa na mafanikio makubwa. Kwa hiyo leo na sisi tuko hapa kwa kujadili masuala kama hayo ili kuweza kufikisha mwisho na kupata matokeo mazuri. Asante. Asante, nitajitahidi kusema kwa Kiswahili. Mimi ni mkuu wa mkoa wa Rutana, naitwa Olivier Nibitanga. Sasa hivi tunashukuru Mungu kuwa tunafika hapa Dar es Salaam
tunaongea kuhusu maswali ya uhamiaji. Sisi Burundi tushaingia kwenye East African Community. Kuvuka kutoka Burundi na kuvuka kwa upande wa pili hatuna shida, na sheria inasema kuvuka hatuna shida, lakini inaonekana kuvuka bila vitambulisho ama bila vibali vyovyote ni marufuku. Vizuri kila mtu avuke, ana vitambulisho, avuke, anafuata sheria. Sasa hivi hatujakuwa na tatizo sana, lakini inaonekana kuna watu ambao wanatoka Burundi wanaingia upande wa pili. Tushaanza kufanya mikutano ila tuambie ni kipi ambacho tunaweza tukafanya ila kuvuka isiwe tatizo, kuvuka iwe faida. Sasa kwa kuvuka inaweza kawa faida kwa uchuruzi, kwa kuzunguruka yoyote ile, lakini ukivuka vibaya inaweza kaleta tatizo. Sasa hivi ndo tunasema kila mtu ajue kwamba kuvuka ni mpaka mtu afuate sheria.